Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Karibu ndugu mtazamaji katika mahojiano ya kupokea mahujaji wanaotoka katika nyumba tukufu ya Maka. Leo nitakuwa na mwalimu wangu Sheikh Abdul John kwa niaba ya msafara wa kiongozi wa msafara wa mahujaji. Leo tutakuwa naye katika mazungumzo maalum. Inshallah tutamsikiliza kwa baadhi ya maulizo ambayo tutakuwa naye katika siku hii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Vipi hali yako Sheikh? Alhamdulillah rabbil alamin. Pole sana msafara. Kazi ya Mungu tunamshukuru kwa kweli. Naam Sheikh, na baadhi ya masuala ambayo ningependa kuuliza katika siku ya leo kutokana na hali ambayo iliyo katika umma huu uliofurika katika uwanja wa ndege wa Melchior Ndadaye. Kwanza tunasema alhamdulillah kwa rabbil alamin kwa safari kuona imefika salama. Tunapenda kujua kwamba je, mwaka huu ilikuwaje huko Maka kwa jumla? Kwa kweli jua tu ndo lilikuwa juu 45 mpaka karibu 50, lakini taratibu zote ni mara ya kwanza sana zimepangilika vizuri, kwa sababu ni mwaka ambao watu wamelazimishwa kuwa na mahospitali kokote wanapoishi ili kupambana na hali za matokeo yanaweza kuwatokea wagonjwa. Alafu pia hali za Mina zimebadilishwa mahema yake, kumekuwa mahali ambayo inavutia sana vizuri. Alafu taratibu ambayo imeendelea ni ya kuzoeza watu wanatoka Madina moja kwa moja mpaka Ethiopia, na pale Ethiopia wanawekewa hoteli ambazo wanalala kupumzika ili watokee kufika siku ya pili yake akili ziko vizuri. Hayo ni mabadiliko mazuri sana. Kwa mwaka huu idadi ya jumla ya mahujaji kutoka Burundi ilikuwa idadi ya kiasi gani? Mahujaji 73 walikuwa wametoka Burundi na msafara ulikuwa umekamilika vizuri. Wanawake ndio wengi, wanaume ilikuwa idadi ndogo kidogo. Maandalizi ya msafara kutoka Burundi kwenda Maka kabla ilikuwaje? Kwa kweli maandalizi yalikuwa ni kwa sababu tu Warundi wanakuwa watu ambao wanajikokota sana, si kama taifa zingine, na hili ndio tunalipiga vita sana. Watu juu ya hija waje mapema, kwa sababu ni shughuli zinakwisha mapema. Mwezi wa Rajabu yanakuwa yamekwisha yote. Changamoto ambazo mlikutana nazo katika msafara wa hija ni zipi? Masharti ambayo yaliyokuwa ya kiafya. Wengi sana duniani watu tunapewa wazee na hali za afya zinakuwa na maupungufu, na Saudi Arabia kwa sasa inatizama sana upande wa afya. Pia changamoto ni nguvu za zile ibada. Kama hakuna nguvu, zile ibada zinakuwa nusu. Na leo watoto wamelazimika kuwa wanatupa wazazi, badili na wao wangekuwa wanakuja washirikiane na wale wazazi. Alafu pia kuna sharti kubwa ambayo ilikuwa inasaidiwa na wanafunzi. Kwa sasa hawezi kuhiji bila kuwa na tasrihi, ruhusa ya hija. Wale wanafunzi hatuwapati tena katika sehemu za Mina, kunakuwa uzito. Kwa hivyo haya yote ni changamoto nzito ambazo huwa zinajitokeza mara nyingi. Mahujaji walizingatia vipi maelekezo ya viongozi wa msafara? Burundi bado wanatii, kwa sababu hawagomki. Bado Warundi wanakwenda wanaheshimu nidhamu na wanaheshimu viongozi wao. Ukiwaambia wanakaa, wanasikiliza. Taifa zingine tofauti na sisi wanafika hata kupigana, kugombana, lakini bado Warundi wanatii namna walivyoleleka katika taifa lao. Je, kulikuwa na wagonjwa katika msafara au hali yote ya kidharura mzitatua vipi? Hakuna hali zilizotokeza za wagonjwa wowote, kwa sababu tulizitatulia tungali Burundi. Ni mambo tuliyachuja tukayaweka kwenye usawa. Mtu ambaye tulimuona hawezi astahiki kwenye yale masharti, kwa sababu leo masharti ambao tunawaambia watu njoo ungali na nguvu. Hautokwenda Maka hauna nguvu wala afya si nzuri. Kumbe njoo bado una siha na nguvu ukaweze hija. Na huduma za malazi, chakula na zilikuwa katika kiwango gani? Malazi ni nyumba nzuri sana Maka, Madina pia katika masiku yote, na hema la wastani ya juu ambalo tulichukua katika safari Mina, tofauti na hema za miaka mingine. Misafara ya mabasi ya kisasa alhamdulillah. Taasisi ya ndege ambayo ni ndege ya kimataifa Ethiopian Airlines ambayo haina vigezo pungufu, inaenea kimataifa. Yote haya tumeyafanya. Hoteli nzuri ya kulala Ethiopia, yote haya yalikuwa mazuri tu ya mahujaji wa Burundi. Ni mafanikio gani makubwa mliyopata katika mwaka huu? Kuepuka maradhi ya watu wote kutekeleza ibada pasina mapungufu yoyote, kuwapeleka bila kupotea na kuwarudisha salama katika furaha inayoonekana kwenye ishara ya uwanja. Leo ni kuwa kila familia inaona mtu wao, sio kusema huyu mtu hayuko tena au tumerudisha tulizika. Hayo yote ni mafanikio. Ni ushauri gani ambao mnaweza kuwapa au wanaotarajia kwenda hija mwakani? Waandikwe mapema, wajitokeze na pesa zao mapema, alafu watu wawe na moyo wa kwenda Maka. Watu wasiwi mpaka napenda nende Maka, njoo uandaliwe njia.
Maka utapafika. Mahujaji walionyesha tabia gani nzuri ili kufurahisha viongozi wao msafara? Alhamdulillah, kwanza kusikia, halafu kuheshimu, halafu kutii, halafu hawakuwa na shari zozote kati yao za kugombana. Unajua, ukiwaweka watu fasi moja kuna wakati wanakunana. Hii maswala ilikuwa maswala ya uvumilivu, kwa sababu walitayarishwa. Semina za karibu wiki 3 zilifanyika katika taifa, vitabu walipewa, walisafishwa bongo, wakenda watu wameenda. Ujumbe gani unawapa familia za wale wanaosubiri mahujaji kutoka Maka? Kwa kweli familia mfurahi, muwape chakula. Najua wakitoka kule wamechoka kuku na wali, hivyo wamechoka, kumbe wanahitaji tu dagaa, chakula ya asili, wanahitaji samaki, wanahitaji ndizi, kaugali pia, kauroe. Tukafurahi nao, hawana vingi ambao umeleta. Zawadi ya Maka ni Zamzam na tende. Msiwaombe vingi, nipe hili na hili, wakati wao wametoka kuabudu au kutoka kurangua. Kumbe muwaombe dua, kwa sababu bado wanaweza kusema na Mungu akawapokelea. Serikali ya Saudi Arabia imeboresha nini katika mwaka huu? Wamepiga tambo kiusafi, kiusalama, kiuharaka. Hakuna kuchelewa mambo, kifika tu mambo yanakwenda vizuri. Kiafya, kimatibabu yanakwenda vizuri, hata chakula. Kwa sasa mambo yanakwenda Saudia inakwenda vizuri. Na baada ya kuongoza mahujaji katika safari hii ya hija, ni ujumbe gani wa kiroho unaweza kuwafikishia au kuwapa Waislamu wote wa Burundi na ulimwengu mzima? Ukisha kumaliza kuhiji, wewe una tiketi ya kwenda peponi, unakuwa unatafuta visa, kwa sababu hajjan mabrura laisa lahu jazaa ila aljanna. Hija ya huyu amehiji vizuri, malipo yake ni pepo. Kumbe usiharibu hija yako, ichunge hija yako. Ni kuwa umetoka kwenye madhambi, unakwenda kuishi sasa kwenye ibada, unakuwa na 50 ya kwenda peponi. Ukipata tu 10, 20 unakwenda peponi. Usiende tena kuwa manake nusu, hapana, ziongeze ziende vizuri. Mimi nawaita watu ambao hawajahiji tukahiji, na wale wanaona nguvu ya kuhiji bado tukafanya umra basi, lakini haipendezi kuondoka dunia au kupaka au kufika ardhi takatifu. Wa man dakhalahu kana amina. Kijaliwa kuingia Maka, wewe umepata zawadi ya Allah tabaraka wa taala. Na waita watu juu ya nguzo hii. Kijana, usingoji, riski ipo. Unangoja nini? Hija ingoji, ni nguzo kama mengi. Na tunashukuru sana Sheikh wetu. Haya ni baadhi ya mazungumzo tulikuwa pamoja na Sheikh wetu. Hii ni Muhajirina TV kutokea Malawi, na hapa tuko Burundi katika uwanja wa ndege kwa ajili ya kupokea mahujaji. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akubalie mahujaji wote hija zao, na wao ni kusamehewa madhambi yao, na warudi kuonana na familia zao kwa salama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran. Kama sijaona mapokezi hapa kweli, nadhani ni mara ya kwanza kupata mapokezi haya. Ndege imeshafika, alhamdulillah, ndege imewasili na sasa wameanza kutoka mmoja pia mwingine. Tumeshapokea President Jamal Seif na baadaye wengine wanakuja inshallah taala. Nadhani mnawaona mambo ni mazuri. Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kheri na baraka. Mahujaji wameingia leo kutoka katika miji ya Maka na Madina, na baadaye inshallah taala wataenda nyumbani kupumzika. Alafu baada ya wiki 2 ama 3 patakuwa sherehe rasmi ya mahujaji wakiongozwa na Sheikh Jamal Swaleh. Ni jambo la kufurahisha, hata ndugu zetu ambao sio Waislamu wameshangaa sana na kutokea kwa Waislamu wa kiasi hichi kwa ajili ya kuja kuwapokea mahujaji. Nadhani alhamdulillah mnamuona Imam Malik na amefika. Alhamdulillah, mambo mazuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awakubalia hija zao, na sisi ambao tujakwenda atujalie mwakani tuweze kwenda insha Allah Ta'ala. Asanteni sana, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wewe sema ni kujaliwa, sio uwezo. Sio uwezo wa watu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hii ni Muhajirina TV na bin Sufyan. Tuko hapa katika kupokea mahujaji, na
tayari kama mnavyoona mahujaji wameingia na ndo sasa hivi tunawapokea alhamdulillah. Hapa niko na baadhi ya mahujaji hapa, tutamsikiliza jina lake. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Pole na mchoko wa safari. Ya alhamdulillah, ni mchoko wa kheri. Naam, tulipenda kujua kwanza, tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kujalia safari imefika salama. Ni changamoto gani ambazo mnakutana nazo huko katika msafara wenu? Msafara tumekutana yani jua lilikuwa kali sana, maka palikuwa jua la ajabu. Jua la mpaka wanasema ile ngozi inataka kuyayuka. Lakini alhamdulillah msongamano wa watu kama kawaida. Na pakuwa la ziada isipokuwa tu jua ndio lilikuwa kali sana. Ni hisia gani ulizokuwa nazo kwa kuona Kaaba kwa macho yako? Nilisikia vizuri kwa sababu ndio mara ya 3 naiona na nimejaribu tena kuigusi, alhamdulillah mara ya 3 nimeigusi. Ni ibada gani ilikugusi huko Hija? Ibada zote tu zilinigusi kwa kweli, lakini kitu kilichonitia sikitiko, kila nikiona ile makaburi walizikwa maswahaba, nasikia sikitiko lingi sana katika nafsi yangu, machozi mengi. Umejifunza nini katika safari ya Hija? Nimejifunza kuwa na roho nzuri, imani, huruma na mapenzi, kwa sababu inaonekana sisi wote binadamu ni wamoja. Pale tumekutana na watu kila aina, rais, hawezi kujua rais, watu hawezi kujua mtu, yani fakiri, maskini, wote tumelala chini pale Muzdalifa. Ni tukio gani ambalo utakuja kulisahau katika maisha yako ambalo ulikutana nalo huko Maka? Sitasahau tukio na kwenda Maka mara 3 kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Yaani nashukuru Mwenyezi Mungu sana kwa nani nimepakanyaga mara ya 3. Unawashauri nini Waislamu wanaotamani kwenda Maka kuhiji? Na washauri watie nia tu, Mwenyezi Mungu atawaita, kwa sababu ndio Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam. Dua gani uliwaombea ndugu na jamaa huko Maka? Niliwaombea walimuminina, walimuminati, walimuslimina, walislimati, walahya wal amwat, wote Waislamu wote, wanawake kwa wanaume. Hadi Waislamu kutoka nchi mbalimbali huko Maka ilikuwaje? Ilikuwa ni nzuri vile sisi kundi letu yani tulikuwa tunahurumiana, tunapendana, tunasaidizana. Palikuwa wagonjwa wengi, tulikuwa tunawatazama bila kujua kumta daktari. Au kusinzia? Wala sijasinzia. Kusinzia kwa sababu maradhi mengi sana. Na ilikuwa mchezo zaidi huko kwenu, huko Maka. Sio tu tulikuwa tafia, tumezaliwa fasi moja kwa baba mmoja na mama mmoja. Wakati tulivyokuwa kwa kweli kundi letu, hata viongozi wamesema toka umepeleka watu Maka, hii ni mara ya kwanza. Na au kupotea huko Maka? Hata sijapotea hata kidogo. Naam. Ni ujumbe gani unapenda kuwapa Waislamu? Nawapa Waislamu ujumbe, usikate tamaa, maisha ni ya Mwenyezi Mungu. Watie nia tu, kwa siku Mwenyezi Mungu atawafanyia urahisi. Atawarahisishia, watafika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Maana kule hakuna maskini wala tajiri. Kwa mtuko ambao sio tajiri. Naam. Kwa mtuko ambao ulikuwa nao, kama ukipewa fursa kesho kwenda kufanya umra, uko tayari? Niko tayari kama siku ya ajali. Mashaallah. Tunashukuru sana. Huu ni Dawa kutoka Belgique, lakini ni mwenyeji wa nchi ya Burundi. Amekuja kujiunga pamoja na familia kwa ajili ya kwenda kufanya ibada tukufu ya Hija. Mwenyezi Mungu ajalie hija yake iwe hajjun mabruran wa sa'yan mashkuran. Allahumma amin amin. Akujalie miongoni mwa waliosamehewa madhambi yote. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Tutaendelea mazungumzo kwa baadhi ya mahujaji inshallah.
Assalamu alaykum.